kulikuwa na mvua ndogo ndogo, ikatokea radi ikawapiga, ndio ikawa mwisho wa maisha yao hapo hapo. Wajane wamekuwa wengi, wanaume wanakufa sana Mererani. Wanawake wamekuwa wajane wengi sana, alafu ni wadogo. Mkuu wa jeshi la polisi mkoani Manyara, Ahmed Makarani, amethibitisha vifo vya askari usalama barabarani wawili ambao ni Nyamoko Joseph Juma ambaye siku ya leo amesafirishwa kupelekwa Mwanza kwa ajili ya mazishi, huku Isa Masudi Ali akisafirishwa kupelekwa mjini Magharibi Unguja kwa ajili ya mazishi. Vifo hivyo vimesababishwa na radi iliyopelekea wananchi wa Mererani kuzungumza kuwa ni jambo ambalo limeshangaza kuwa ni mara ya kwanza radi kuua watu Mererani. Kiswahili TV tumefika kwenye eneo la tukio, tumekuletea tukio nzima ili hapa. Jina langu mimi naitwa Deko B. Naitwa Ahmed Makarani, ndio mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara. Hapa ni nyumba ya marehemu Isa Masud. Kinachoendelea hapa sasa, tuko katika matayarisho ya mwisho ya kuchukua mwili kuelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kusafiri kwenda Pemba. Kila kitu kwa ujumla kimeshakuwa tayari mpaka hapo. Vijana hawa wawili, huyo Isa pamoja na mwenzake, walikuwa kazini. Wao ni askari wa traffic, kwa hivyo walikuwa kazini pale hii barabara ya kuelekea Kia. Wapi unasema Mererani Kia. Walikuwepo pale kama kawaida wakiwa kazini kwao. Sasa kulikuwa na mvua ndogo ndogo, ikatokea radi ikawapiga, ndio ikawa mwisho wa maisha yao hapo hapo. Majina yangu naitwa Sakina, mkazi wa Mererani, kitongoji cha Kilimahewa. Tumepata huzuni, tumepata misiba miwili ya maskari. Walipoteza jana uhai wao kwa njia ya radi kule mitaa ya Samax. Kwa hiyo tuna huzuni kwa msiba miwili kwa wakati mmoja na mtaa mmoja, na wote ni maskari. Kwa hiyo wameacha wanawake wadogo sana. Sijajua serikali itatusaidiaje kwa hilo. Huu msiba ni wa ghafla, lazima ungetugusa. Unajua bora uguze mtu, lakini radi tumeshangaa sana kwa kusikia radi imeua, na hata ilikuwa sio mvua ya kutisha sana, lakini hatujaupokea vizuri, lakini jina la Bwana liimiliwe. Wanawake wamekuwa wajane wengi sana, alafu ni wadogo. Wengi hata hawana miaka 28 wala 30, 25. Wengine wanakufa kwa kifua. Wanaume wa migodini wanakufa, wanaacha wajane, watoto wadogo. Kama hawa vijana wamekufa, wameacha wajane na watoto wadogo. Wengine ndio wameoana tu, bado ndio wanichanga. Kwa hiyo wajane Mererani wameongezeka. Sio radi tu, hata migodini hali imezidi kuwa mbaya. Naitwa Irene Masimba, ni mkazi wa Mererani, mkoa wa Manyara, wilaya Simanjiro. Ilikuwa saa 9 saa 10 jioni. Kulikuwa kuna mvua, ilikuwa inanyesha. Tukapata taarifa kuwa kuna viongozi wakiwa askari wakiwa kwenye maeneo yao ya kazi walipigwa na radi, wakafariki hapo hapo. Eneo ni barabara ya kuelekea Kia Majengo, ndio alikopatia ajali. Kwenye kuumia sijui kwa sababu sikuwepo, ila tunasikia radi liliwapiga likachimba chini, lakini kwenye masuala ya kuumia sehemu sisi hatujaona bado. Ni jambo la kusikitisha sana kwa sababu wale ni vijana, ni walinzi wetu, of course, wanatumikia taifa na ni nguvu kazi ya taifa, alafu ni vijana wadogo sana wameondoka kwa wadogo. Ni la kuumiza. Matukio ya radi kwa upande wa Mererani huko yana historia gani? Labda ni mara ngapi yanatokea? Sijui kwa waliokuwa huko nyuma, lakini kwa tangu nimekuja Mererani mimi sijawahi kusikia kuna mtu amepigwa na radi au tukio kama hilo, sijawahi kulishuhudia. Limetuumiza sana, na cha kusema ni kuwapa tu pole na Mungu awatie nguvu, kwa sababu ni jambo lisilofikirika wala kutazamika kwa ghafla. Ni kuombea tu na kuziombea familia zetu. Kwa jina naitwa Grace Benedict. Ili tukio limenishangaza sana, maana shimo lilionekana ni dogo sana tofauti na tukio lililotokea. Yaani tumetoka kuaga mwili kule, miili imeshasafirishwa, mwili mmoja bado mmoja, na hapa tukio lilofanyika ni vitu vilionekana ni tofauti na tukio lilivyo kubwa. Tumepata janga kubwa, tumepata
kigozi cha kiatu cha buti la nani na hiyo crown ya kofia. Kwa kweli ni tukio la kwanza, sijisikia tukio lingine la radi. Ni tukio la kwanza na la kushangaza, maana haijawahi tokea, alafu isitoshe radi imepiga. Hebu angalia mti, hakuna hata jani lolote. Hata jani lijakatika, mti hujapasuka, hamna lolote linaloonyesha kwamba radi ilipiga, lakini ndio hivyo tunaambiwa ndio radi imepiga na kishimo chenye kidogo cha kushangaza mno. Mabaki gani yanaonekana? Mabaki kama hii kiatu na crown, lakini polisi ameshaondoka nayo.